بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما tulivyotangaziana insha Allah leo tutaanza darasa yetu katika kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, maarufu kwenu katika sira yake na juhudi yake hasa katika mambo ya tauhidi na kukemea bid'a na kukemea shirki na mambo ya uzushi. Na Allah subhanahu wa ta'ala inatosha kuwa ni neema kwetu na ni mtu aliyesimama katika sawa. Allah mrehemu kwa kule kufanya da'wa mpaka Allah kupitia yeye akasimamisha daula ya tauhidi al-Mamlaka al-Arabia Saudia. Allah hifadhi na kila shari. Sheikh ameandika rasaili nyingi ambazo ni fupi, risala zake nyingi ameandika risala fupi na kuwa hazichoshi katika kusoma, hasa katika mambo ya tauhidi ameandika risala fupi sana, lakini zimekuwa na manufaa makubwa, zimesomeshwa sana na kushereheshwa sana, na maarufu kwa utaratibu wake wa kutaja adilla kwenye masaili ambayo wanayataja hasa kwa aya katika Qur'an na pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na risala hii tuliisoma mwaka jana, mwaka wa masomo uliopita, tukasoma kwa sharhi ya Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badri hafidhahu Allah ta'ala. Amesherehesha risala hii, lakini mara hii tutasoma kwa sharhi, tutasoma ile matni na baadhi tu ya maneno tutakuwa tunasoma kwenye sharhi ya Sheikh al-Abbad. Kadhalika Sheikh Amani al-Jami rahimahullah ta'ala pia naye ana sharhi ambayo yazama sana na hasa ngana kifiki sana, ametaja baadhi ya masaili kwa uchache. Kwa hiyo kitabu hiki fikiri mnavyo mkononi mwenu, muundo wake ambao Sheikh ameweka vitu ambavyo ametaja, yani mambo ambayo yameshtamili risala hii, kama anavyosema Sheikh al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala: qad ishtamalat hadhihi ar-risala ala shuruti as-salah at-tis'a. Yametaja masharti 9, masharti ya swala ambayo ni 9 yametajwa, wa arkaniha, na zimetaja pia nguzo za sala al-14, nguzo 14. Kwa hiyo mtu atakudhibiti kwa uchaji masharti 9, nguzo 14, wa wajibati 8, na mambo ya wajibu 8 katika sala. Na Sheikh alipotaja sharti la 4 katika masharti ya sala, alipotaja sharti la 4 katika masharti ya sala ambayo ni raful hadath, akataja masharti ya tahara 10. Yani akaacha kuendelea kutaja masharti ya sala. Sema masharti ya sala ni 9. Alipotaja masharti, alipofika sharti la 4 ambalo la kuondosha hadathi, akaendelea kutaja masharti ya tahara kwanza 10, alafu akataja wajibu wa tahara ambao ni kusema bismillah 1, na akataja nawaqidhu za udhu, vitenguzi vya udhu 8, alafu baadaye akarudi tena kuendelea nini, sharti la 5 la sala. Ndio taratibu wa risala ilivyo. baadaye akatoa tafsiri ya surati al-Fatiha,
باختصار كوفوبي وشرح الفاظ الاستفتاح والتشهد na akasherehesha kidogo matamko ya istiftah kufungulia swala na tashahudi. Kwa hiyo muundo wa risala uko namna hiyo hii ambayo tutaisoma biidhnillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hiyo Sheikh ameanza kutaja masharti ya swala, shurutu salah, masharti ya swala, na katika hizo matini zenu kuna taaliq kwamba ashurutu ni jamu ya neno shartun, jamu shartin. Kwa hiyo shartun, shartan, shurut. Na sharti kama wanavyosema huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adam, ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake. Sawa, kukosekana kwa sharti, kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Ukisikia sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake hilo sharti, basi kitakosekana hicho kilichowekewa sharti. Lakini hailazimu kupatikana kwa sharti, lazima kipatikane hicho kilichowekewa sharti. Haya maneno siku zote ukianza kusoma afu yakisema hivyo utaelewa mpaka pigwe mfano. Na ndio ilivyo. Kama wanavyosema sharti ni kitu kinacholazimu kupatikana kwake ndio kupatikana hicho, yani kukosekana kwake ni kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Wanatoa mfano mara nyingi kama wa tahara. Tahara ni sharti. Ikikosekana tahara basi haiwezekani kupatikana swala. Tumeelewana? Kwa hiyo sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake, kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Sasa kumshaelewa? Kukosekana kwa tahara basi ni kukosekana kwa swala, sababu huwezi kuswali bila tahara. Sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake, basi kukosekana kwa hicho kilichowekewa sharti. Tumeelewana? Kwa hiyo kikosekana tahara itakosekana swala, kwa sababu swala si imewekewa sharti lake ni tahara. Kwa hiyo kwa sharti limekosekana na kile kilichowekewa sharti kitakosekana. Lakini hailazimu kuwepo kwake, kupatikana kwake, ni lazima kipatikane kilichowekewa sharti. Kwa maana hailazimu mtu akiwa na udhu lazima aswali, anaweza kutawadha na asiswali. Sharti akawa nalo, lakini kilichowekewa sharti sio lazima akifanye wakati ule, sio? Kwa sababu kama sasa hivi mtu anaweza kutemkwa na udhu akaenda akatawadha akaja akakaa, sharti analo lakini sio lazima aswali. Kwa hiyo hailazimu kupatikana sharti, kupatikana kilichowekewa sharti lazima kiwepo nacho pia. Mtu anaweza kutawadha na asiswali pia, akafanya mambo mengine, akasoma Qur'ani, akatawadha enda kulala. Unaelewana? Sio lazima kwamba aswali eti kwa sababu sharti la swala limepatikana, kwa hiyo lazima na yeye aswali. Wanaeleza hivyo. Katika masharti Sheikh anataja الشرط الأول الإسلام. sharti la kwanza ni Uislamu. وضده الكفر, na kinyume chake ni ukafiri. Kinyume cha Uislamu ni ukafiri. Sharti la kwanza katika masharti ambayo yanamfanya mtu kulazimika kuswali, katika masharti yanatakiwa kuwa nayo awe Muislamu, na kinyume chake ni kufuru. Walkafiru, na kafiri, amaluhu mardudun, amali zake au amali yake ni yenye kurudishwa. Walkafiru amaluhu mardudun, na kafiri amali yake ni yenye kurudishwa. Ai mardudun alayhi, ni yenye kurudishwa kwake yeye mwenyewe hata akifanya jambo la khairi, madhali ni kafiri, kama katika aya ambazo Sheikh atazitumia kuzitaja. Hata akifanya amali ya khairi hapati thawabu, kwamba eti kafiri ametoa sadaka, ni mardudun na anarudishwa amali yake, hapati kitu. Kurudishwa kwa maana hapati kitu katika thawabu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah Ta'ala aliyakuwa mitukuka. Dalili ya nini? Naam, dalili kwamba kafiri amali yake mardudu, ili tuthibitishe kwamba kafiri akiswali
hapati kitu kwa sababu amekosa sharti, na sharti lenyewe ni nini? Uislamu. Sawa? Sasa je, aya hii inabainisha kwamba sharti la swala lazima awe Muislamu au kafiri amali yake inarejeshwa? Tulisema katika darasa lililopita aya hii ushahidi tunasoma ma kana lilmushrikina, haiwi kwa washirikina an ya'muru masajid Allahi, kuimarisha misikiti ya Allah. Haiwi kwa washirikina ndio wao wanaimarisha misikiti ya Allah. Hawezi washirikina ufanye hivyo. Umeelewana? Shahidina ala anfusihim bilkufri, hali ya kuwa wanashuhudia wenyewe ukafiri. Wenyewe wanajishuhudia kwamba wao ni makafiri, hawawezi kuimarisha misikiti ya Allah. Hapo bado ushahidi haujapatikana. Ulaika habitat a'maluhum, sikia kipengele, si wametajwa makafiri kwamba haiwi kwa washirikina ambao ni makafiri kuimarisha misikiti kama kujenga, kufanya ibada, kufanya, kwa sababu ndio yote kuimarisha. Haiwi kwa washirikina kuimarisha misikiti ya Allah hali ya kuwa wenyewe wanashuhudia wenyewe ukafiri kwamba wao ni makafiri. Alafu Allah akasema ulaika, hao habitat a'maluhum, hao ndio ambao yameporomoka matendo yao, amali zao zimeporomoka. Nani ambao amali zao zimeporomoka? Washirikina. Wa fin nari hum khalidun, na katika moto hum khaliduna, wao ni wenye kukaa milele, watadumu katika moto. Pale Allah aliposema ulaika habitat a'maluhum, tumeelewana? Ndio shahidi kwamba kafiri amali yake inafanya nini? Akifanya khairi inafanya nini? Inaporomoka. Na miongoni mwa khairi ni nini? Swala. Tumeelewana? Kwa maana swala ya kafiri haihesabiki kwa sababu amekosa sharti la Uislamu. Kwa hiyo aya hii kipande hiki ulaika habitat a'maluhum ni ushahidi kwamba amali yoyote ya khairi anayoifanya kafiri haikubaliki mbele ya Allah. Tunaelewana sio? Yani hiyo ni kaida Muislamu awe nayo. Kwa sababu kwa watu sio kusema kwamba yule namna fulani namna alivyofanya alipatanisha watu, maskini alikuwa ni mtu yule, Allah kama amuingize peponi basi hata motoni ampeleki. Baadhi ya watu pia wasema hivyo. Hatujajua atampeleka wapi, maana hawajataja sehemu nyingine ya tatu. Lakini kuna watu wasema hivyo, kama peponi amuingize basi na motoni pia hampeleki, kwa sababu wao wana huruma sana. Lakini sasa ndio ile hawajui Qur'ani. Hawajui Qur'ani. Haya. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amelitaja sharti la Uislamu. Tumeelewana? Akatumia katika sharti hili la Uislamu akazitaja aya mbili kuonyesha kwamba amali za matendo ya makafiri yanaporomoka, hasa aya hii ya kwanza, kile kipande cha mwisho, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Ushahidi ameutaja hivyo. كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله. عمل yoyote katika umma huu unayofanywa haimnufaishi yule mfanyaji wake isipokuwa iwe amali imetanguliwa na shahada kwamba mtu huyo ametamka shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ile amali ile itajengeka juu ya zile nini? Zile shahada itajengeka juu ya la ilaha illa Allah, kwa sababu kukosa nini? Riya itakuwa na ikhlas, sio? Na itajengeka katika shahada anna Muhammadar Rasulullah, itakuwa sio bid'a mpaka apate maelekezo kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hizi shahada mbili mtu akifanya kwa ajili ya ikhlas ambayo la ilaha illa Allah, na akafanya kwa mutabaa kumwigia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye shahada anna Muhammadar Rasulullah, utaona kwamba ndio sababu za kukubaliwa nini? Ibada. Haya. وقوله نقولياك الله سبحانه وتعالى وكما سمى والدليل قوله تعالى. نعم، نقولياك الله سبحانه وتعالى
aliposema waqadimna ila ma amilu katika surati al-Furqan aya 23 waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hii ni aya ya pili ambayo Sheikh ameitaja ushahidi kwamba amali za makafiri hazikubaliwi kwa Allah. Aya ya kwanza iko wazi kwa sababu amali zao zimeporomoka. Je, aya ya pili ya surati al-Furqan, aya ya kwanza imemalizikia kuanguka kwa amali za makafiri. Aya ya pili imebainisha kwamba matendo ya makafiri hayazingatiwi, kama itakuwa ni kama vumbi lenye kupeperuka, hayana mazingatio mbele ya Allah. Ndio Allah asema waqadimna, tumeelewana, na tutayaendea waqadimna ila ma amilu min amalin, na tutayaendea yale walioyatenda katika vitendo vyao, min amali alkhairi, katika amali zile za khair tutaziendea zile, kama kutoa sadaka, kuunganisha familia, kufanya kadha, kukaribisha wageni, alafu faj'alnahu haba'an manthura, siku ya kiyama tuvifanye kama mavumbi yaliyotawanyika tu. Faj'alnahu, tuifanye amali hizo walizozitenda haba'an. Ni nini haba'an? Mavumbi. Manthura, yaliyotawanyika, yenye kutawanyika. Umeelewana? Ndio katika tafsiri ya Jalalaini rahimahumullah ta'ala, sa kalghubari almufarraqi, kama vile vumbi lenye kutawanywa. Mithlu fi adami an-naf'i, hayatunufaisha mbele ya Allah, fi adami an-naf'i bihi idh la thawaba fihi, kwa sababu hakuna thawabu katika amali hiyo aliyofanya. Liadami shartihi, kwa kukosekana sharti yake, sharti la thawabu. Tumeelewana? Wayujazawna alayhi fi dunya, lakini watalipwa juu ya amali hiyo katika dunia. Kwa sababu dunia, kama kafiri yeye mnakaa naye kwa wema jirani, na nyinyi mtampenda jirani yenu, sio kwa hana neno bwana, mtu mzuri, ndo anapata kabisa pale. Kwa ile tulifanya katika mambo ya khair, sio mbele ya Allah. Akiwa na msiba, mara mtoa gari yake mkuja kubeba, na wewe bila shaka ukipata mihogo yako shamba unafanya nini? Unampa kwa ile gari lokupa, ndo tayari ashapata. Na nyinyi mnamtaja vizuri, mnamfanya naye muamala. Wapo makafiri wengine waaminifu kuliko waislamu, lakini kuhusu kwamba akhira, kwamba kuna amali, hakuna. Kwa hiyo aya hizi mbili shekhe ametaja. Aya ya pili imemalizikia kwa kutaja kwamba matendo ya makafiri hayana mazingatio, ni kama vumbi tu. Kwa hiyo ndio shahidi kwamba waliposema wal kafiru amaluhu mardudun, na kafiri amali zake au amali yake ni yenye kurejeshwa. Walau amila ayya amalin, ijapokuwa akafanya amali yoyote ile, akatenda amali yoyote ile atakayotenda. Tumeelewana? Amali yoyote atakayotenda. Kwa hiyo hiyo ni kaida iko hivyo. Qawluhu athani, sharti la pili. Lakini hapa hii qawluhu itakuwa ni kauli ya Sheikh Abadi, mimi nasoma sharh, lakini kwa al-awwal athani tumeelewana. Sharti la pili al-aqlu, akili timamu, akili, kuwa na akili. Wa dhidduhu al-junun, na kinyume chake ni junun. Sawa, kuchanganyikiwa, wazimu. Wal majnunu, na mwenda wazimu pia. Kuna watu wengine waitwa majnuni huko nje, majina yao majnuni. Wal majnunu, na mwenda wazimu. Marfu'un anhu alqalamu, ni yenye kunyanyuliwa kwake yeye kalamu, haiandiki. Kunyanyuliwa maana yake haiandiki yale anayofanya, kichaa haiandiki kitu. Kama ameharibu akili yake kwa madawa, mabangi, atapata dhambi, kwa sababu Allah ameshatahadharisha, wala tulqu biaidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman. Kwa hiyo atapata dhambi.
amejiangamiza. Lakini kama mpatikana jambo lingine tu, Allah mtu aweza kumpa maradhi kapelekea hivyo, na wengine ndio mtu ameteseka, watu labda wamefanya mambo ya kishirikina, uchawi, Allah afana Allah wa iyyakum, lakini atapata wiziri yule aliyefanya jambo lile. Na kuna watu wanakuwa wanasifika kwa mambo kama hayo, na wao ni mabwana wakubwa kwa sababu wameweza kuharibu akili za watu wengine, lakini ni jarima mbele ya Allah, amebeba jambo kubwa kabisa mtu. Haya, sallallahu alaihi. Kwa hiyo mwenda wazimu ni mwenye kunyanyuliwa kwake yeye kalamu. Kalamu imenyanyuliwa kwake, haiandiki hata yafiqa, mpaka achopokwe, wengine wanasema azinduke kutoka kwenye ule wazimu wake, kwa maana arejee katika hali ya kawaida. Azinduke kwenye ule wazimu, arudi katika akili ya sawa sawa. Kwa hiyo hata kama mwezi wa Ramadhani, mfano mtu amechanganyikiwa, Allah tuhifadhi, kuanzia mwezi wa Ramadhani amekuja kuzinduka, tumeelewana, Ramadhani ya mwisho saa 6 7 mchana, yeye halipi, kwa sababu wakati wa Ramadhani inafungwa, yeye hakuwa katika watu wanatakiwa kufunga. Tumeelewana, yeye sio katika watu wanatakiwa kufunga. Hata mtu aliyezimia, inawezekana mtu amezimia kutwa nzima katika mwezi wa Ramadhani, amezinduka time kama hii, huwezi kumwambia ile siku ilipe, kwa sababu alipozimia, kwa sababu kule ni kutoka na akili, yeye si katika watu wanatakiwa kufunga, kwa sababu aliyezimia hatakiwi kufunga, anafungaje? Kwa hiyo hakuwa halipi ile. Usiye kumwambia kwamba alipe vipi sasa wakati Ramadhani inaingia, yeye wala hayumo kabisa. Kwa hiyo yeye hahusiki na ile. Hata mtu ambaye akili yake, mtu mzima akianza kupata maradhi afu akili karudi kama mtoto anayeingia hamjui, si wapo wagonjwa hivyo, hauwezi kumtolea kafara, kwa sababu sasa yeye amesharudi kama mtoto. Tumeelewana, hana kafara kwamba baba yetu mgonjwa yuko ndani, lakini haingiaye atokaye hamjui, yuko tu yeye, haelewi kitu, namtoka haja hajijui kama mji sahihi, amesharudi katika utoto. Hawezi kumwambia utoto ya kafara ya Ramadhani, kwa sababu akili haiko. Kalamu imefanya nini? Imenyanyuliwa, haiandiki kitu kwake. Kwa hiyo pia hilo watu walijua. Wadalilu hadithun, na dalili ni hadithi. Hadithi ambayo inasema rufi'a alqalamu an 3, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu, aina tatu. An-naimi, tukifanya badali ya 3, mwenye kulala, hata yastayqidha, mpaka atakapoamka. Wal majnuni, na mwenda wazimu, hata yafiqa, mpaka atakapozinduka. Wasaghiri hata yablugha, na mtoto mdogo mpaka atapofikia baleghe, ndo kalamu itaandika. Na aliyelala akizinduka kalamu itaandika. Sasa isije ikawa wewe umelala, ukizinduka swala ishaswaliwa, ukaona kwanza ngoja nipumzike tena, hiyo itakutapata dhambi, kwa sababu ulishazinduka. Hiyo lala makusudi, kwa sababu unajua wasikia watu huko assalamu alaykum, kumbe watu washamaliza swala, basi nitaswali tu baadaye mwenyewe. Kama alfajiri ukizinduka jua limetoka, wewe ufanye makusudi, sababu ulipozinduka, sababu kalamu tayari imeshaanza kwamba ulisikia watu wameswali. Kwa hiyo muda unaojua kwamba upo kwa unaolala tena, tofauti na wakati wa mwanzo. Unaelewana mashekhi? Kwa hiyo mwenye kulala kama atafanya jambo mambo ya kheri, inawezekana ametoa sadaka, ameota hivyo, apate thawabu, sababu kalamu haiandiki kitu, na hakuna kalamu nyingine kwamba itaandika, ukiachilia kalamu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala aliipa amri. Mtu aweza kwenda kuota, labda amekwenda kuhiji Maka, pia hawezi kupata thawabu. Tumeelewana? Mtu aweza kuota labda yuko harusini, ameoa, hawezi kwenda kuchukua mke, akiamka akaenda kudai mke wake, mfano mambo kama, kwa sababu wewe utaenda kudai hayo. Ukiota mengine kinyume, sasa sababu watu wanaota wameiba, ukiamka utaenda kulipa, na kama nakurudishia pesa zako hizi, hamna. Na hiyo pia ni rehema ya Allah, kwa sababu kuna watu pia huota mambo maovu matupu, ndio ndoto zao,
lakini angalia rehema ya Uislamu, haiandiki kitu sababu akili pia inakuwa haipo, kwa sababu nini? Usingizi ni akhul maut, ni ndugu wa mauti. Kwa hiyo mtu mwenye kuswali lazima awe na akili timamu. Kuna mambo ya khushu, kuna kadha. Kwa hiyo kama utakuwa na wazimu au mtu ameelewa ulevi alafu akili pia ikatoka, yeye mwenyewe amjisababishia hivyo, pia na yeye atakiwi kuswali mlevi, kwa sababu pia anaweza kutamka mambo yasiyojua. Na hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa ya tatu kwenye kukataza mambo ya pombe. Ayu alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fi al-khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fa hal antum muntahun. Kwa hiyo sababu akili pia inaondoka, unaweza ukaja ukazungumza likakutoka neno tu, unaweza ukaleta fujo, ukasali ujielewi, ukafanya hivi, ukatapika, ukafanya mfano mambo kama haya. Kwa hiyo na mlevi anakutanishwa na mwenda wazimu kwa sababu amesababisha kuondoka akili yake, hawezi kuzingatia katika swala. Kwa hiyo shekhe katika sharti la pili ameitaja hadithi, ushahidi. Tumeelewana? Ushahidi wa nini? Wa kuwa na akili timamu. Ametaja hadithi ambayo ameitaja Imam Abu Daud na Imam An-Nasa'i Ibn Majah, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Ash-shartu ath-thalith, sharti la tatu, at-tamyiz, kupambanua. Wa dhidduhu as-sigharu, na kinyume chake ni utoto. Mtoto, na kuna kiwango cha umri wa kupambanua ambao wanataja sana miaka 7. Wanachuoni hasa katika vitabu vya fiqh, kuna 7 nyingine watu pia hawajielewi, lakini mara nyingi umri huo mtu anapambanua kujua huyu basi kadha, huyu fulani kitu hiki hakifai, kitu hiki hivi, kitu hiki. Kwa hiyo hata ukimfunza swala anaweza kujua. Ndio maana kuna watoto miaka 5 6 akiwa anajua kumpitia mbele mtu anayeswali haifai, ameshakuwa na pambanuzi. Mwingine hajui kwa sababu ya ule utoto alionao. Sasa sharti hili la tatu anasema Sheikh, wa hadduhu 7 sinin, na ukomo wake, yani ule mpaka wake unaohesabiwa hiyo tamyizi ni miaka 7. Thumma yu'maru bis-salati, kisha ataamrishwa huyo kijana miaka 7 bis-salati, kuswali. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, hapa akatoa shahidi wa hadithi pia, muru abnaakum, wa amrisheni watoto wenu bis-salati, kuswali. Li7, yulamu intalamu ya tawqiti, hiyo wakati watapofikia miaka 7. Tumeelewana? Wadribuhum, na wapigeni, alaiha, juu ya kuiacha hiyo swala. Li10, wakati watapofikia miaka mingapi? 10. Kwa hiyo kuchapa ataanza miaka 10, akizembea, akionekana na uzembe kwenye swala. Kwa hiyo hii miaka 7 ni kuhusiana na amri hii, si ya wajibu. Mtoto sio muru, la, ni amri ya mazoea, kumzoesha. Tumeelewana? Kwa sababu wajibu ni mtu atakapofikia baligh. Hii amri ni liyataawada ala as-salah, azoee kuswali, walitiana biha ala alwajhi almashru', na kuileta ile swala katika sura ile wajhi iliyokiwa sheria, ajue. Sababu kuna watu wazima hata tahiyatu hajui namna kukaa, kikaa tetemeka. Na mtoto wa miaka 9 10 anakaa vizuri tu kwa sababu afanya nini? Taawada alaiha, amezoea ile swala kuiswali. Tumeelewana? Leo ukimwona mtu anavurukuu amkaa upande, sababu mtu ndo kwanza anaanza sasa kuswali, lakini baba mzima na ndevu pia nazo, amechelewa, hajui. Na kuna watu hawajui kuswali wengi tu, kuangalia wao wanajua vile vitendo wanavyoviona watu wanafanya, kisi sio kuswali. Kwa hiyo akirukuu utakuta kuna makosa, kisujudu makosa yapo, akikaa makosa yapo, yani kwa mujibu wa ile swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikwambii kwenye maneno wanavyosema kwa tusikilizani, sijui kukoje.
Lakini kuna watu hawajui hivyo. Mtu aweza kusujudu akasema neno lingine, kwenye tahiyati akasema neno lingine. Tumeelewana? Haya. Kwa hiyo hii ni amri ya kufunza, kumzoesha yule mtoto adabu. Lakini akifika miaka 10 sasa, hapo amri inakuwa ni kuna ukali kidogo na kumtia adabu kwa kumchapa, lakini sio pigo lenye kujeruhi, pigo la kumfunza mtoto. Unaweza ukasema unamkata kidole sababu aswali, mara ufanya kadha kama baadhi ya watu wanavyofanya. Tumeelewana? Katika hadithi iliyotajwa al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, wafarriqu bainahum fil madaji'i, na watenganisheni baina yao katika malazi, kwa maana wanawake na wanaume wakifikia miaka 10. Hata kama wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, watenganisheni. Baadhi ya wanachuoni wanazungumza hata wanaume, lakini kauli iliyokuwa inatajwa sana na kuna kutiliwa nguvu sana ni kwamba wanawake na wanaume watenganishe, wasilazwe kitanda kimoja wakifikia miaka 10, hata kama ni ndugu wa kuzaliwa baba mmoja mama mmoja. الشرط الرابع, sharti la 4, rafu alhadath, ni kuondosha hadathi. Wa huwa alwudu, na huko kuondosha hadathi ni kutawadha. Wa huwa alwudu almaarufu, nao ni udhu ule wenye kufahamika. Tumeelewa? Na wenye kujulikana ule udhu ule. Ndio rafu alhadathi, kwa maana ukitawadha unaondosha hadathi. Wa mujibuhu alhadath, na chenye kuwajibisha huo udhu ni hiyo hadathi, sababu hadathi ndio inawajibisha udhu wepo, sio? Naam, hadathi ndogo ndio inawajibisha huo udhu, chenye kuwajibisha ni huo udhu. Hadathi ni kila chenye kutoka katika njia mbili, nataja hivyo. Kila chenye kutengua udhu pia na nataja ni hadathi. Kwa maana haja ndogo kimtoka mtu, haja kubwa au upepo kimtoka mtu katika duburi yake inatengua udhu, lakini hanawi. Kama si kama mtu anaenda kutawadha sababu mtu kwa upepo, lakini unatengua udhu, kwa sababu ndio maana wanachuona sasa upepo sio najisi, isipokuwa unatengua udhu, kwa sababu sio kila kinachotengua udhu ni najisi. Sio kila kinachotengua udhu ni nini? Najisi. Kama huu upepo sio najisi, na ushahidi kwamba sio najisi, mtu haendi kutawadha. Simeelewana? Kwa mahala mtu kwa upepo mtu haendi akanawa, lakini anaambiwa udhu wake umefanya nini? Umetenguka. Kwa hiyo kinatengua udhu. Na hadathi ziko aina mbili. Kuna hadathi kubwa ambayo inawajibisha kuoga, ambayo ni janaba, hedhi, nifasi kwa kina mama. Na hadathi ndogo inawajibisha kutawadha. Hadathi kubwa inawajibisha kuoga, kama mtu janaba ameota usingizini yakamtoka manii, anatakiwa aoge. Kwa sababu gani anaoga? Ampatwa na nini? Hadath. Pamoja manii sio najisi, lakini anawajibisha kuoga. Na kila chenye kuwajibisha kuoga kinatengua udhu. Umeelewana? Kwa hiyo kusema udhu wangu ninao, yaani mtu ameota amtokana maana sasa udhu wangu lakini ninao sababu nilitia udhu, la, umeshatenguka kwa sababu mpatikana chenye kuwajibisha kuoga. Kwa hiyo kwa umepatwa na chenye kuwajibisha kuoga, na udhu wako pia unakuwa umetenguka. Haya, na mtu ambaye hawezi kutumia maji atakwenda kwenye masala ya kutayammam. Na tayammum hata kwa hadithi ndogo na kubwa ndio hiyo aina moja. Tumeelewana? Kutayammam kwa hadithi ndogo na kubwa ni hiyo aina moja, sio kwamba hadithi kubwa kuna kutayammam aina yake na ndogo kuna kutayammam namna yake nyingine. Hapana, si hivyo.
na akiyapata maji basi hana haja ya kurudia tena swala. Ikiwa ametayammamu alafu akaamisha swali akayapata maji, ataendelea, ataoga na itakuwa tayammum yake ndio imevunjika pale, imekoma. Kwa hiyo atatawadha, ataoga, itakuwa tayammum yake imeishia hapo. Kwa hiyo hapa pia Sheikh ametaja nini? Alitaja hiyo hadithi kuhusu, hapa ametoa ushahidi gani? Hajatoa ushahidi hapo Naam. Rafu al-hadathi wa huwa al-wudu, kuondosha hadathi ambako ni wudu. Sawa, kwa sababu hadithi kule inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha hadatha hatta yatawadda. Kwa hiyo hilo ni sharti la 4. Alipofika sharti la 4 tumesema kwamba akaanza kutaja masharti ya nini? Ya udhu. Mwaka jana tuliendelea sharti la 5 mpaka tukamaliza masharti 9.